أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadhahullah taala bin Asl Aziz anasema kwamba Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu alikuwa anaeleza mada hii safari moja kwamba kwa ajili ya mwanadamu ni muhimu kwamba azingatie usafi wa vitu viwili. Kitu cha kwanza ni usafi wa fikira na mawazo ya mtu, na kitu cha pili ni usafi wa mawazo na kuwa na jazba ya kufanya mema. Na hali hii haipatikani kwa sababu ya nia na shauku ya kufanya mema kwa muda, bali jazba inayokuwa na maendeleo. Hali hii inapatikana wakati mtu anapokuwa na mawazo safi, na kuwa na safi ya mawazo ambayo inaitwa tanwir katika lugha ya Kiarabu. Hali hii inapatikana wakati mtu anapokuwa na usafi wa ubongo wake, na katika hali hii nuru ya aina hii patikani ndani ya mtu kiasi hiki kwamba kila wakati awe na mawazo mazuri na awe na uwezo wa aina hii kwamba yeye aendelee kufikiria mawazo mazuri, asiwe na mawazo mabaya moyoni mwake. Na ni dhahiri kwamba hali hii inaweza kupatikana kwa kufanya juhudi kwa mfululizo na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Hadhrat Muslim Maud kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba nilimsikia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alipokuwa akiulizwa kuhusu mambo ya fika ya dini, kwa sababu mambo haya yanahusu wale watu ambao wanaendelea kufanya shughuli ya hii ya mambo ya fika. Kwa hiyo baadhi wakati alikuwa akimwambia muulizaji kwamba umuulize Maulvi Saheb au umuulize Maulvi Abdurrahim Saheb, au alikuwa akitaja jina la Maulvi Muhammad Asim Saheb kwamba naenda ukamuulize swali lako hawa, au baadhi wakati alikuwa akitaja jina la na maulwi mwingine. Na baadhi wakati alipokuwa akihisi kwamba swali lililoulizwa ni ya aina hii kwamba yeye kwa kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu analazimika kujibu, kwa hiyo katika hali hii alikuwa akijibu swali la muulizaji. Lakini ikiwa swali lilikuwa halihusiki na ujaji wake, alikuwa akisema kwamba naenda ukamuulize mbashiri fulani. Lakini kama Maulvi Saheb alipokuwa akikaa katika hafla yake, alikuwa akimuuliza kwamba Maulvi Saheb, jibu la swali hili ikoje?
baadhi wakati ilitokea hivi kwamba sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba muulize maulvi sahib swali lako, na pamoja na hii alikuwa akisema kwamba maumbile yangu na mawazo yangu yanasema kwamba jibu la swali hili linatakiwa hivi. Kisha alikuwa akisema kwamba licha ya kuwa na hali hii kwamba baadhi wakati ikiwa sijui jibu la swali, lakini sauti inayokuja kutoka moyoni mwangu baadaye inathibitika kutoka kwa hadithi na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba jinsi niliyosema ni hivyo. kwa hiyo muslimu anasema kwamba tanwir ni hii kwamba mawazo yanayopatikana moyoni yawe safi na yawe sawa na sheria. afya ya aina moja ni hii kwamba mtu aseme kwamba yeye ana afya njema, na afya ingine ni hii kwamba siku za usoni pia awe na afya njema. basi tanwir ni uzuri wa fikira na mawazo yanayopatikana na yaendelee kupatikana hata siku za zijazo pia. Anasema kwa ajili ya maendeleo ya kiroho ni muhimu kwamba mtu awe na nuru ya moyo, na vile vile kwa ajili ya maendeleo ya kiroho mtu anatakiwa awe na uchamungu. na uhakika na ukweli ni kwamba maana ya tanwir inayohusika na fikira ya mtu, vile vile takwa na uchamungu ni nia ya moyo wa mtu. watu baadhi wakati wanaona kwamba mema na uchamungu ni kitu kimoja, lakini mema ni kitendo kizuri tulichowahi kufanya au tunanuia kwamba tutafanya siku zijazo, na uchamungu ni hii kwamba mawazo yatakayopatikana siku za usoni yawe mazuri. kama imeshawahi kuelezwa kwamba fikira na mawazo na kufanya tafakur, mambo haya yote yanahusika na moyo, na hii ni tanwiri ya moyo. na kuwa na nia ya kuendelea kufanya mema ni uchamungu. wakati mtu anapopata uchamungu wa moyo wake na anapata nuru ya moyo basi yeye anasalimika katika mashambulio ya uovu. na wakati mtu anaposalimika katika shambulio la uovu, basi yeye katika hali hii anakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu. kama Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba katika mambo ya kawaida Sayyidina alayhi salatu wassalam baadhi wakati aliwatuma waulizaji kwa maulama wengine, lakini kuna maswali chungu mzima ni maswali madogo. kuhusu maswali haya Sayyidina alayhi salam alikuwa aliwaagiza maulama wa jumuiya. kwa mfano kuna swali la kusali sala ya safari katika safari, kwamba sala gani iwe safari ni sala ya safari na sala gani ni si sala ya safari. Hazrat Muslim Maud amesema kwamba dini yangu ni hii kwamba mtu asijikalifishe sana na asijitie katika shida. kwa kawaida kitu ambacho kinaitwa usafiri ni usafiri, hata kama uwe ya maili 2 au ya 3, basi katika hali anatakiwa asali sala ya safari, kwa sababu innamal a'malu binniyat. amesema baadhi wakati tunaenda maili 2 na 3 kwa nia ya kutembelea, hatuna nia ya kusafiri, lakini hakuna hata moja anayepata wazo kwamba yupo safarini. lakini wakati mtu anapofunga mzigo wake na anakuwa na nia ya kusafiri na anaanza safari yake, basi yeye ni msafiri. amesema kwamba sheria msingi wake si juu ya shida. kitu ambacho mnaona ni safari, basi ile ni safari kwa ajili yenu. Hazur anasema kwamba hii inaeleza waziwazi kwamba safari ni ile ambayo mtu anasafiri kwa nia ya kusafiri. Hazur anasema hivi karibuni nilienda Leicester kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti. kule nilikuwa na nia ya kuondoka siku kaa kule, kwa hiyo nikaswalisha swala ya isha kamili.
kwa hiyo watu wengine wakaleta swali kwamba kwa nini sikusalisha swala ya safari kule. wakati ule nilikuwa nazingatia maagizo haya ya sainam alah salatu wassalam niliyoeleza mbele yenu sasa hivi, kwamba wakati mtu anapofunga mzigo wake na anakuwa na nia ya kusafiri, basi yeye yupo safarini. na kwa sababu mimi sikufanya usafiri wa aina hii kule na vile vile nilikuwa na mpango wa kurudi, kwa hiyo sikusalisha swala ya safari. kisha mnatakiwa muzingatie inama la amalu binniyat pia. ikiwa mnazingatia inama la amalu binniyat, katika hali hii mtu hajikalifishi sana wala yeye hatafuti njia za urahisi, bali lengo lake linakuwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na amri za mtume wake. kwa kueleza mada hii zaidi, sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba ndiyo mnatakiwa muzingatie nia yenu, mchunguze nia yenu, na katika hali mnatakiwa muzingatie uchamungu sana. mtu kwa mfano kwa ajili ya biashara ya kawaida anasafiri, ile si safari yake, bali safari ni ile ambayo mwanadamu anafunga safari yake na anafunga mzigo wake, na kwa nia ya hii anatoka nyumbani kwake, basi ile ni safari. na kwa kawaida pia ile iitwe usafiri. angalieni, kwa ajili ya kutembelea tunaenda maili 2 na 3 kila siku, lakini hii si safari. katika hali hii tunatakiwa tuzingatie utulivu wa moyo. ikiwa moyo unatoa fatwa kwamba hii safari yako ni safari, basi musali swala ya safari. istafte kalbaka ni agizo la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba muchukue fatwa kutoka kwa moyo wako, kisha inatakiwa mufanye vitendo sawa na fatwa ile. kisha amesema kwamba hata kama kuna fatwa chungu mzima zimetolewa, lakini kama moyo unatoa fatwa na moyo unapata utulivu, basi anatakiwa afuate fatwa ya moyo wake, na anatakiwa awe na nia safi. pamoja na nia safi achukue fatwa kutoka kwa moyo wake. mtu mmoja akauliza swali kwamba mtu ambaye anakuja makao makuu, je, yeye aswali sala ya safari au la? swali hili aliulizwa sayyidina alayhi salatu wasalam. hata siku hizi pia watu wanauliza swali hili, kwamba watu wengine wanakuwa na wazo hili kwamba watu wakienda makao makuu kama Qadian na Rabwa, watu wengine wanakuja hapa wana wazo hili kwamba hawatakiwi waswali sala ya safari. lakini sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba mtu ambaye anakuja hapa kwa ajili ya siku 3 anatakiwa aswali sala ya safari. sawa na maoni yangu, mtu akiwa na nia ya safari, hata kama ni safari ya maili 2-3, basi ni safari yake, anatakiwa aswali sala ya safari. lakini kama imamu ni mwenyeji, anatakiwa msafiri afuate imamu wake, aswali swala yote. ikiwa imamu anaongoza swala, katika hali hii msafiri anatakiwa amfuate imamu, kwa sababu imamu ni mwenyeji wa pale, na katika hali msafiri atasali sala kamili. na amesema kwamba viongozi wa jumuiya ambao wanaenda kutembelea jumuiya, safari yao si safari, safari yao ni ya aina hii kama mtu anaenda kutembelea bustani yake, kwa sababu safari yao si safari. Khalifa mtukufu yadallah taala ibn Sarazi anasema kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam namna gani sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akiwaongoza masahaba zake. kuhusiana na hii kazi Amir Hussein sahib anasema kwamba mwanzoni nilikuwa na wazo hili kwamba katika safari hairuhusiwi tusali safari ya swala, bali katika hali ya vita tunatakiwa tusali swala ya safari. na kuhusiana na hii nilikuwa nikijadili sana pamoja na halifa wa kwanza. kazi sahib anasema kwamba siku ambamo sayyidna alayhi salatu wasalam alikuwa na kesi yake huko Gurdaspur, mimi pia niliwahi kwenda kule pamoja na sayyidna alayhi salatu wasalam. Maulvi Sayyid khalifa wa kwanza na Maulvi Abdul Karim sahib pia walikuwepo pale.
lakini wakati wa sala ya dhuhuri ulipowadia sayyidina alayhi salatu wasalam akaniagiza kwamba mimi niongoze swala. Anasema nikanuia moyoni mwangu kwamba leo nimepata nafasi, kwa hiyo mimi sitaswali swala ya safari leo bali nitaswali swala kamili. kwa hiyo uamuzi utatolewa kuhusu swala. Ikiwa nikiswali swala kamili sayyidina lazima atatoa fatwa. kadhi sahib anasema kwamba kwa nia hii nilianza kusema allahu akbar kwa ajili ya kuanza swala, na nilikuwa na nia hii kwamba sitaswali sala ya safari. wakati ule sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa amesimama upande wa kulia kwangu. sayyidina alayhi salam akaja mbele kidogo na akasema sikioni kwangu kwamba kadhi sahibu, wewe utaswali mbili tu. Nikasema ndiyo huzur, nitaswalisha mbili, yani nitaswalisha sala ya safari. basi kadhi sahibu anasema tangu siku ya ile mimi nikaelewa mada hii na nikabadilisha mawazo yangu. huzur anasema kwamba hii ilikuwa hali ya maswahaba, kwamba namna gani walikuwa wakimfuata maagizo ya sayyidina alayhi salatu wassalam. huzur anasema nieleze hapa pia kwamba sayyidina alayhi salatu wassalam amewahi kueleza mambo ya fikha mara kwa mara. ilikuwa si hii kwamba kwa ajili ya kila swali sayyidina alayhi sallam alikuwa akiwaelekeza waulizaji kwamba waende kuwauliza maulama wengine, bali katika hafla mbalimbali sayyidina alayhi sallam aliwahi kueleza mambo ya fikha ya dini. mambo haya ya fikha yaliyoelezwa na sayyidina alayhi salatu wasalam ni zarat ishaat rabwa kwa juhudi ya maulama wa Jamia Ahmadiyya na wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya wamekusanya mambo haya yote katika sura ya kitabu, na kitabu hiki kinaitwa Fiqhul Masih na kimeshatolewa. kwa hiyo wanajumuiya ambao wanataka kujua kuhusu mambo haya yote wanatakiwa wasome kitabu hiki. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema ambao waliofanya juhudi ya kukusanya mambo haya yote yanayohusu mambo ya fikha ya dini, na kwa njia nzuri wamekusanya mambo haya yote. mimi pia nilipata nafasi mara kwa mara ya kusoma na kueleza mambo haya ya fikha. Zura anasema ikiwa pamoja na sala ya Ijumaa swala ya asiri inakusanywa katika hali hii, tunatakiwa tusali sunna ya sala ya dhuhuri. kuhusiana na hii Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba nimeulizwa swali. wakati ule Hazrat Muslim Maud alikuwa safarini, kwamba nimeulizwa swali kwamba kuhusu sala ya Ijumaa watu wengine wamehitilafiana kwamba kuna fatwa ya sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa swala zinachanganywa katika hali hii sunna haziswaliwi. Azura anasema kwamba hakuna shaka kwamba wakati sala ya dhuhuri na alasiri zinaposaliwa sunna haziswaliwi, na vile vile sala ya maghrib na isha zinapochanganywa katika hali hii pia sunna haiswaliwi. lakini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba ihtilafu iliyoletwa ni hii kwamba mtu mmoja alikuwa pamoja nami wakati wa safari fulani, nikachanganya sala ya Ijumaa na alasiri na nikasali sunna ya adhuhuri kabla ya swala ya Ijumaa. mambo haya yote ni sawa ikiwa mtu anachanganya sunna zinasamehewa, yani mtu haswali swala. na hii pia ni sawa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya swala ya Ijumaa alikuwa akiswali raka za sunna. kwa hiyo mimi pia nimeswali sunna hizi na naswali hivi kila wakati. kwa sababu yake ni hii kwamba nafali mbili zinazosaliwa ni tofauti na raka 4 za sala za adhuhuri, na raka hizi mbili za nafali ni kwa ajili ya heshima ya swala ya Ijumaa. na katika safari mtu anaruhusiwa kuswali swala ya Ijumaa au anaruhusiwa asiswali Ijumaa bali aswali swala ya adhuhuri. na inaposema kwamba mtu ana hiari ya kusali Ijumaa au ana hiari ya kutokusali, si maana yake kwamba asiswali sala ya dhuhuri, kwa sababu nimemwona sayyidina alayhi salam aliwahi kusali Ijumaa na aliwahi kusali
swala ya dhuhuri badala ya ijumaa. wakati wa kesi fulani sainam alah salam alienda gurdaspur. kule alikuwa na shughuli chungu mzima. kwa hiyo sainam alah salam akasema leo hatutaswali ijumaa kwa sababu tuko safarini. mtu mmoja ambaye alikuwa akiuliza maswali sana akamjia sainam alah salatu wassalam na akasema kwamba tumesikia kwamba umesema leo hatutaswali swala ya ijumaa. alifa wa kwanza alikuwa katika gurdaspur katika siku zile, lakini siku ile alikuwa amekuja kadhiana, alikuwa hakuwepo kule. na yule mtu akadhani kwamba sainam alah salam amesema hatutaswali ijumaa leo kwa sababu mwalimu hakim nuruddin hayupo leo hapa, kwa sababu yeye alikuwa akiongoza ijumaa. kwa yule mtu akasema hazur, mimi pia najua jinsi ya kuongoza swala ya ijumaa. sainam alah salam akasema kwamba ni sawa kama unajua kuongoza swala, lakini tupo safari, ndio maana badala ya ijumaa tunaswali sala ya dhuhuri. lakini yule mtu akasisitiza akasema kwamba hazur, najua vizuri namna ya kuongoza ijumaa na nimeshawahi kuongoza swala ya ijumaa. sainam alah salam alipoona kwamba ana hamu sana ya kuongoza swala akasema sawa, leo tutaswali swala ya ijumaa. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nilimuona sainam alah salatu wasalam kwamba alikuwa akiswali swala ya ijumaa na baadhi wakati alikuwa haswali swala ya ijumaa. wakati mtu anaposali ijumaa katika safari, basi mimi sunna inatakiwa zisaliwe na mimi pia na swali. na rai yangu ni hii kwamba swala za sunna zinatakiwa ziswaliwe na nafala mbili zinazosaliwa ni kwa ajili ya heshima ya ijumaa. basi ikiwa ijumaa inaswaliwa wakati swala ya ijumaa na alasiri inapochanganywa, basi raka mbili zinazoswaliwa kabla ya ijumaa zinatakiwa ziswaliwe. hazur anasema kwamba katika maisha ya mtu anapata wakati wa furaha na faraja. wakati wa furaha na faraja mtu anatakiwa afanye nini, lakini wapo wengine ambao wanapita kiasi na wanaruka mipaka. wakati wa furaha wa watu wengine wanatumia hela chungu mzima, au wengine wapo kwa jina la dini, wao wanaona kwamba ni haramu kusherekea sherehe ile. islam inakataa mambo haya yote mawili. sainam alah salatu wassalam ambaye alikuja kwa ajili ya kutufundisha njia za katikati sawa na mafundisho ni tukufu ya islam, sainam alah salatu wassalam alituelekeza katika mambo madogo madogo pia, katika yawe mambo ya dini na yawe mambo ya dunia alituongoza. Hazur anasema nimeshawahi kueleza kuhusu swala, sasa nitaeleza kuhusu sherehe ya dunia tunatakiwa tutendee vipi, na kuhusu hii sainam alah salatu wassalam alituongoza namna gani. kuhusiana na hii Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu alituelezea kitendo cha sainam alah salatu wassalam mbele yenu, na nitaeleza mbele yenu sasa hivi. anasema Hazrat Musleh Maud kwamba sainam alah salatu wassalam alikuwa akiwasha mishumaa na taa wakati wa sherehe ya furaha. Hazrat Musleh Maud alieleza jambo hili kwa sababu wakati wa sherehe ya malkia Victoria taa ziliwashwa. kwa sababu ya hii watu wengine au wakati mwingine taa ziliwashwa. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba wakati wa sherehe ya malkia Victoria taa ziliwashwa. kwa hiyo hii inathibitika kutoka kwa sainam alah salatu wassalam kwamba hii ni sawa na inaruhusiwa. wakati wa sainam alah salam, wakati wa malkia sherehe ya malkia Victoria taa ziliwashwa, na nakumbuka vizuri sana kwamba katika safari mbili taa ziliwashwa. Hazrat Muslim anasema kwamba katika watoto wetu tulikuwa tunapenda sana. kwa hiyo nakumbuka vizuri sana kwamba katika ukuta ya msikiti wa Mubarak taa ziliwashwa na mafuta yalikwisha. wakati ule Huzur anasema mafuta yalikuwa yakitumia kwa ajili ya kuwasha taa. kwa hiyo sayyidina Muhammad sallam alituma mtu ili alete mafuta zaidi kwa ajili ya kuwasha mishumaa na taa.
anasema hata katika nyumba yetu na katika madarasa pia taa ziliwashwa, na Mir Muhammad Ishaq Sahib pia ametoa ushahidi wake. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupinga kuwashwa kwa taa wakati wa sherehe ya furaha. Watu wengine wanasema kwamba hii hairuhusiwi. Muslimu amesema kwamba hii haina madhara yake. Anasema nina itikadi hii kwamba Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwa kuwa hakimu na muadilifu alikuwa hafanyi kitu chochote kinyume na Qur'ani tukufu, basi yeye aliwasha taa. Na kuhusiana na hii ushahidi pia unapatikana, na katika gazeti la Al-Hakam pia limeelezwa jambo hili. Kwa hiyo ikiwa kuna sherehe maalum kule taa zinaweza kuwashwa, haina haja kujadili kwamba kwa nini taa ziwashwe au wakati gani ifanywe au kuna matumizi ya bure. Kwa hivyo yote Muslimu anasema kwamba Sayyidina Alayhi salam aliposherekea hivi kuna hekima ndani yake, kama kila jambo la maaminio linakuwa na hekima. Wakati taa zinapowashwa na zinasemwa kwamba ziwashwe katika kila nyumba, katika hali matumizi mengi yanafanywa na wala hakuna faida yake. Lakini ikiwa kuna haja ya kufanya sherekea hivi katika chini ya mpango wa nchi, basi kule haina wasiwasi wala shida na madhara ya kusherekea hivi. Kama Mir Muhammad Ishaq Sahib ameeleza kwamba katika riwaya inapatikana kwamba wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu taa ziliwashwa miskitini kwa ajili ya kupata mwanga zaidi miskitini. Kwa hiyo mpango maalum ulifanywa kwa kuwasha taa miskitini. Anasema kwa sababu msikiti ni mahali ambapo tunahitaji mwanga, watu wanasoma Qur'an tukufu, vile vile wanasoma vitabu vya dini, basi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alifanya mpango wa kuwasha taa zaidi, na ndani yake ilikuwa hekima. Pengine tunaona kwamba katika Islam sherehe za furaha zinafanywa kwa njia hii kwamba watu wafaidike zaidi. Kwa mfano ni siku ya Eid, kwa sababu ya kuchinja zabihu watu wanafaidika, na kwa sababu ya kutoa maskini wanapata faida. Kwa sehemu yoyote Islam imesema kwamba tusherekee furaha, Islam inasema kwamba isherekewe hivi kwamba nchi ifaidike na wanadamu wafaidike zaidi. Lakini ikiwa watu wote wanaambiwa kwamba waashe taa, watu hawezi kufaidika. Ikiwa Sayyidina Alayhi salam aliwasha taa, kulikuwa na hekima yake. Vile vile Hazrat Muslim anasema baadhi wakati Sayyidina Alayhi salam alikuwa akitununulia vifaa vya kuwasha moto, na alikuwa akisema kwamba hivi watoto wanafurahi, na vile vile alikuwa akisema kwamba kwa sababu ya fireworks sulfur inachomeka na watu wanafaidika. Kwa hiyo wakati fulani alitununulia vifaa vya fireworks, ingawa inaonekana kwamba katika kununua vifaa vya fireworks ni kupoteza hela, lakini kuna faida yake pia, kwamba aliwasalimisha watoto katika kuwapoteza kwa kuzuia shauku yao. Lakini hakusema kwamba wanajumuiya wote wafanye hivi, bali alisema hata kama mara kwa mara watoto wanafanya hivi haina madhara yake. Na vile vile mazingira pia yatakuwa safi kwa sababu ya fireworks, kwa sababu sulfur itachomeka, na watoto pia watasherekea kwa muda mfupi, haina madhara yake. Na hatutakiwi tufinye shauku ya watoto, na watoto pia wawe na shauku hii kwamba katika utoto wao ni umri wao wa kucheza katika hali hii. Na katika umri huu Islam haizuii kwamba wao wasisherekee. Kwa mfano ni kuwasha taa na vile vile ni fireworks. Ikiwa kwa kufanya hivi wao wanashirikishwa katika furaha ya sherehe ya nchi, vile vile wanapata hali ya kumpenda nchi na wanasherekea pia. Basi sawa na hali na wakati, na kwa kuzingatia njia za wasitani, ikiwa mtu anasherekea sherehe haina madhara yake. Lakini inatakiwa ielezwe kwa watoto wao kwamba
tunalazimika kusherekea sherehe zetu sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu na kanuni ya nchi yetu. Hazrat Musleh Maud kwa kueleza matukio yake ya utoto wake anasema kwamba anakumbuka daima dawamu kwamba nilikuwa mtoto mdogo. Sayyidina Alayhi salatu wassalam alienda Multan, mimi pia nilikuwa pamoja naye. Wakati ule nilikuwa mtoto wa miaka 7 au 8. Nakumbuka matukio mawili ya safari hii. Anasema Hazrat Musleh Maud kwamba nakumbuka, ingawa nakumbuka matukio nilipokuwa mdogo sana, hata rafiki yangu alinikumbusha kuhusu tukio fulani, na wakati ule nilikuwa mtoto wa mwaka moja na baada nilikumbuka. Mimi nakumbuka mambo mawili ya safari hii. Jambo la kwanza ni kwamba wakati wa kurudi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikaa Lahore. Katika siku zile picha zilikuwa zinaonyeshwa zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki. Statue zilikuwa zinatengenezwa, na kwa kupitia statue hizi watu walikuwa wakieleza historia ya wafalme. Sheikh Rahmatullah Saheb alikuwa kimiliki English Warehouse, ilikuwa ikiitwa Mumbai House siku zile. Yeye akamwambia Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba jambo hili ni jambo la elimu, tunaambiwa kuhusu historia, kwa hivyo wewe pia uende na uone. Lakini Sayyidina Alayhi salam akakataa. Kisha yeye akaanza kuniambia mimi kwamba mimi niende, na akaanza kusisitiza sana kwamba niende kule na niangalie. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtoto, nikaanza kumuomba Sayyidina Alayhi salam kwamba nipelekwe pale na nionyeshwe statue hizi. Kwa hiyo Sayyidina Alayhi salam akanichukua wakati niliposisitiza sana. Kwa hiyo kule historia ya wafalme zilielezwa kwa kupitia statue hizi. Anasema nakumbuka tukio hili kuhusu safari ile. Sayyidina Alayhi salam alinichukua pamoja naye kule, kwa sababu watu wengi walisifu kwamba hivi watu wanajua kuhusu historia na haina madhara yake ikiwa tunajua historia kwa kupitia statue za watu. Na kwa sababu ile ilikuwa si kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu, ndio maana alienda. Pengine hata kama mtoto angeendelea kusisitiza asingeenda. Hazrat Musleh Maud anasema tukio lingine linalokumbuka ni hili kwamba Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam alialikwa katika Lahore. Sayyidina Alayhi salam akaenda kule. Naona labda ilikuwa si mwaliko, labda Mufti Muhammad Sadiq Saheb alikuwa naumwa, mtoto wake alikuwa naumwa. Sayyidina Alayhi salam alienda kumuona. Wakati Sayyidina Alayhi salam alipokuwa anarudi karibu na msikiti wa Sunahri, nilikuta watu wengi wamesimama na walikuwa wanamtukana Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Katikati ya hawa watu mtu mmoja alikuwa amesimama na alikuwa anapiga kelele sana. Wakati gari ya Sayyidina Alayhi salam ilipopita karibu na hawa watu, nikaona kwamba labda ni sherehe fulani watu wanasherekea hapa. Lakini nakumbuka vizuri tukio lilitokea kwamba mtu mmoja ambaye mkono wake ulikuwa umekatika na alifanya bandeji juu ya mkono wake, na yeye alikuwa anapiga makofi na alikuwa anasema kwamba Mirza amekimbia. Hazur anasema kwamba nimeshawahi kueleza tukio hili, lakini hapa Hazrat Musleh Maud anasema kwamba angalieni mtu huyu ambaye alikuwa amejeruhiwa, mkono wake umekatika, lakini kwa sababu ya upinzani wa Sayyidina Alayhi salam anaona kwamba yeye kwa mkono wake mmoja ataangamiza jumuiya Ahmadiyya. Au atafunika jumuiya Ahmadiyya. Angalieni huu ni upinzani wa aina gani ambao unapatikana mioyoni mwa watu. Kwa hiyo hawa watu wamezuia sana watu wasije Kadiana, wasikubali jumuiya Ahmadiyya. Watu wengi wanapatikana ndani ya jamaat ambao wakati wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam kwa nia ya kuja Kadiana walikuja Batala, lakini Maulvi Muhammad Hussain Batalvi waliwarudisha nyuma. Al-Musleh Maud anasema nimesikia kwamba Abdul Majid Saheb Bhagalpuri pia
hakuweza kujiunga na jumuiya mwanzoni kwa sababu alizuiliwa na Muhammad Hassan Batalwi. Alipokuja Batala, Mauli Muhammad Hussein Batalwi alimrudisha nyuma, na hii ilikuwa kazi ya Mauli Muhammad Hussein Batalwi. Alikuwa akija kila siku station ya Batala. Watu walipokuwa wakifika kule station ya Batala, alikuwa akiwaambia, kwa nini mnaenda kule? Mkienda kule imani yenu itaharibika. Kwa watu wengine walikuwa kidhani kwamba yeye ni mtaalamu. Kwa hivyo kwa sababu ya maoni yake hii walikuwa wakirudi, na walikuwa kidhani yoyote anasema Muhammad Hassan Batalwi ni sawa kwa sababu yeye ni mtaalamu. Kwa hiyo walikuwa wakirudi, na hiyo yote ilikuwa kwa sababu ya upinzani ya wapinzani. Wao walifikisha upinzani katika hali hii kwamba yule mtu ambaye alikuwa na mkono mmoja, yeye pia alikuwa anaonyesha upinzani wake. Halifa mtukufu anasema kwamba upinzani huu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kutoka kwa ulama ni kwa sababu ya ujahili wao na kwa sababu ya maslahi ya nafsi zao. Walikuwa wakiwachochea watu kwa sababu ya maslahi nafsi yao, na walikuwa wakitimiza maslahi ya nafsi yao, na jambo kwalo walikuwa wakilitumia kwa ajili ya upinzani wao. Sayyidina alayhi salam alikuja kwa ajili ya kufuta lile sababu, yani Sayyidina alayhi salam alikuja kwa ajili ya kutuambia kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na vile vile alikuja kwa ajili ya kuthibitisha. Sayyidina alayhi salam alikuwa mpenzi na ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni alikuwa mtumishi wake. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuja kwa ajili ya kuongoza dunia hii kuhusu hii kwamba wokovu wa dunia utapatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Lakini ni bahati mbaya ya maulama wa kijina kwamba badala ya kujiunga na mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaleta shutma dhidi yake kwamba nauzubillah, yeye anakataa khatme nabuwwat, anaona yeye ni mkubwa zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilhali Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam vitendo vyake na mafundisho yake hayahusiki na shutma hii hata kidogo. Sayyidina alayhi salatu wassalam alitoa changamoto kwa ajili ya wafuasi wa dini zote kwamba sasa wokovu utapatikana kwa kufuata dini tukufu ya Islam na kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa maulama waliendelea kufanya juhudi, lakini jumuiya iliendelea kupanuka zaidi, na wanaendelea kufanya juhudi na wataendelea kufanya hivi, lakini ni mpango wa Mwenyezi Mungu na ni kudra ya Mwenyezi Mungu hivi kwamba jumuiya hii ya Mwenyezi Mungu itaendelea kupanuka na itapanuka na itaendelea kupanuka. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia kwamba tulete mabadiliko ya kweli ndani yetu, yale mabadiliko aliyetutaka Sayyidina alayhi salatu wassalam katika mawazo yetu na katika fikra zetu. Pia tulete mwanga na nuru na tujaze mioyo yetu pia katika uchamungu. Hazur anasema leo tena nitaswalisha jeneza moja ghaibu baada ya sala ya Ijumaa ya Bi Amatul Hafiz Rahman, mke wa Dr. Ataur Rahman saheb. Aliwahi kuwa amir wa Sahiwal. Tarehe 15 April 2016 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mke wa Hazrat Mia Azimullah saheb, alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salam na alikuwa mjukuu wa kike wa Sheikh Hussein Baksh saheb. Baba yake bwana Malak Khurshid saheb alikuwa katibu wa Tamir Committee ya Rabwa. Marehemu aliwahi kuwa sadr lajna wa Sahiwal kwa muda mrefu. Alikuwa mtu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kusali swala na kwa kutoa sadaka, na alikuwa mtiifu wa uhalifa na alikuwa mtu mwenye subra sana. Katika Sahiwal wanajumuiya walipofungwa gereza, wakati ule watu walikuwa wakienda kwa ajili ya
kukutana na jamaa zao yeye marehemu alikuwa akiwapatia karamu, alikuwa akiwapikia chakula hawa wageni wote. mume wake Dr. Tarman Saheb takriban miaka 40 aliendelea kutoa huduma katika jumuiya, na marehemu pia alikuwa msaidizi wake vizuri. wageni walikuwa wakija kutoka makao makuu alikuwa akiwaangalia vizuri, aliwapatia malezi watoto wao kiasi hiki kwamba wote ni watiifu wa uhalifa. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu marehemu alikuwa musi, ameacha watoto wa kiume 5 na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awajalie watoto hawa pia waendelee kufanya mema na kizazi chake kijacho pia kiwe chenye faida kwa ajili ya jumuiya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.